Yes bwana, hujambo na karibu tena ndani ya 18 kupitia YouTube channel yetu ya ndani ya 18, lakini pia unaendelea kupata vitu vya kutosha kabisa upande wa page yetu ya Instagram kwa handle ya ndani ya 18 TZ, yani maeneo ambayo tunakuwa tunakutana sana. Mimi ni Ibrahim Kasuga, ndiye ambaye naongoza hiki kijiwe, tukiwa tunapewa nguvu ya kutosha kabisa na Premier Bet na majambo yanakwenda kwenda. Story hapa ni huwa tunaangazia yale ambayo yamechukua nafasi zaidi katika ulimwengu wa kimichezo, hususan hapa nyumbani Tanzania, na wao tunakuwa tuna wadau tofauti ambao tunakuwa tunapiga nao story kutokana na yale ambayo yanazungumzwa, na tuna mengi sana kwa sababu ni kipindi ambacho wawakilishi wa Tanzania kimataifa wanafanya mambo yao, games zinaendelea kuchezwa. Tunaona Young Africans wameendelea kushine, lakini pia mnyama Simba na yeye pia alikuwa na jambo lake, pia wana eka za mkutano mkuu, lakini pia yale ambayo yanaendelea kuhusiana mgeni tulionaye na yeye pia tutaweza kupiga naye story. Na leo tupo na Ibrahim Ambokile, chuma cha Mjerumani. Kaka, mambo vipi? Tupo vizuri? Niko vizuri sana. Karibu sana kijiweni kwetu, tuweze kupiga story, maswali hapa na pale, namna ambavyo tunauishi ulimwengu wa kimichezo. Kwanza Ambokile, watu wakikuona wewe wanajua hapa kuna balaa. Na balaa limuhusu Yanga, balaa lazima litamuhusu Simba. Kuna watu wanaamini wewe ni mchambuzi wa Yanga. Hii imekaaje? Kwa sababu Watanzania wengi walisha zoea kudanganywa. Anapotokea mtu anazungumza uhalisia, mara zote ataonekana yuko upande fulani. Na hii si kwenye mpira tu, katika maeneo mengi sana. Na kinachowaumiza wengi ni kwa sababu ya ukweli ambao haupingiki kwangu ninaosema. Yaani ukija unakuja na facts. Unaelewa vizuri. Yaani ikisema Simba imefungwa mara 6 mfululizo, uongo kweli? Hiyo ni fact. Sasa tukatani, maana yake utaumia na mateso ya kufungwa. Si ndio? Na ukweli ambao mimi nimeukazia kuusemea. Lakini napenda ni wazindue wana Simba. Wakati Simba anarudi Mo Dewji, kuwekeza nguvu ndani ya Simba, ndicho kipindi ambacho mitandao ya kijamii ilikuwa imekuja na kuanzia na nguvu yake pale. 18 ile ambacho wana Simba management waliwini ni kudili na watu ambao wapo kwenye platform za media na kuwatengeneza kuwa mabingwa kufanya robbing. Sasa wale watu walikuwa kazi yao ni kusifia tu. Na bahati mbaya sana kipindi ambacho Mo Dewji anarudi, ligi yetu ilikuwa sio ya ushindani. Yanga alikuwa anajitafuta. Miaka yote 4 ambayo Simba anachukua ubingwa, ligi yetu sisi ilikuwa ni mbovu. Kwa maana ile mafanikio ya miaka 4 ya Simba, miaka 4 yote ya Simba, au hesabu kama ilikuwa ni miaka ambayo ina ushindani na Simba kujisifu kwa ile miaka. Kwangu mimi kama chuma, ndio maana alisia chuma sasa. Kwa maana kwamba ligi ilikuwa sio ya ushindani. Nitakupa sababu. Miaka ambayo Simba na dominate ligi, tulikuwa tuna kanuni ya kuruhusu wachezaji 12 wa kigeni. Tulikuwa tuna 5. Yes, 5. Lakini ukiangalia hata level ya hao 5 wanaokuja, bado walishindwa kuisaidia Simba kimataifa. Unaelewa vizuri Yaani kwa maana kwamba kufanya vizuri zaidi. Lakini kuna ile msimu wa kwanza wa kimataifa waligonga robo, ile wanacheza na TP, wanakula chuma 4, ile wapigwa hapa moja wakala chuma 4 kule mazingira fulani. Nitarudi katika hilo. Unakuja kuona hata katika ligi yetu ilikuwa ni ngumu leo kuona unachukua ubingwa. Singida Black Stars ina wachezaji ambao Simba wanacheza, Yanga wanacheza, na hakuna wa kuwatoa. Unaelewa vizuri? Unakuja kwa Azam FC ambayo ilipotea baada ya kufanya kweli miaka ya nyuma, ikapotea baada ya kupeleka wachezaji Simba. Unaelewa vizuri? Haya, unakuja kuona room ya wachezaji wa kigeni imekuwa ni kubwa, lakini miaka ambayo Simba ina dominate ligi, mshindani wake namba 1 anatembeza bakuli, Young Africans. Unaelewa? Yanga inamtegemea Ditram Nchimbi, Simba ina MK14, ina Okwi, kina Mixon. Maana nini? Ilikuwa ni ligi ya mwili wa bouncer square. Sasa nikiyasema hayo kwa uhalisia utakeleka tu kwa sababu ya uwezo wako wa kufikiri. Kimazingira hakuna lolote la Simba
ambalo saizi kuna siku Ambokile akalizungumza kwamba bwana Simba hapa wamepatia, kwa sababu kuna mtu mmoja nimekuta anaangalia clip yako akaniambia huyu jamaa mchambuzi wa Yanga unajua zile kwa nini? Sababu wanaona always unazungumza, yani hujawahi kuzungumza baya la Yanga. Ukweli ni kwamba kwa mtu ambaye ni mgeni na mimi hawezi akakritisa hivyo. Yeah. Mimi hata Yanga wanawanyosha vizuri sana. Hata Simba wao wanawasifia vizuri sana. Kwa hiyo kuna muda inabidi ukosoe kitu, umpe mtu challenge afanye kitu zaidi. Yes. Mimi nikikwambia robo finali sio mafanikio, wewe inabidi ujihoji. Lakini ukweli sio pingika, mafanikio ya mwisho kwenye timu, kwenye tournament yoyote ni kuchukua ubingwa. Baba kombe. Na ndio moto kuja kuona kwenye finali ya Simba na Berkane, baada ya mechi kumalizika Zanzibar, nani alikuwa analia na nani alikuwa anashangilia? Na atakayekumbukwa ni Berkane. Berkane ilikuwa inashangilia kwa sababu ilitimiza lengo la mafanikio. Yeah. Unanielewa ninachosema? Nakuelewa. Sawa. Mfano si mzuri sana na unaumiza, lakini pia ndio hivyo. Mfano wewe umeoana, maana moja kati mafanikio katika ndoa, hata kama mna kila kitu, mkipata changamoto ya mtoto hakuna amani. Sababu unaelewa vizuri? Lile moja ni kati ya matokeo. Yes, matokeo. Si ndio? Yeah. Kwenye mpira kwangu mimi, Simba sometimes ninawaambia ukweli, robo finali sio mafanikio, ila kwenye wewe ambao una akili kisoda sema jamani natuponda. Lakini lengo langu mimi kwamba Simba ingie sokoni ikachukua wachezaji kweli kuleta kikombe Tanzania. Mfano niliwahi kusema Dean Charles Ahoua kwangu mpaka leo ukinitafutia mpigaji bora wa mipira aliyokufa nchi hii sijamuona. Na nalisema very clear kwamba yeye ni master. Unaelewa vizuri? Mfano mwingine ambao leo na watesa wana Simba, nilishausema miaka mingi. Nilisema Simba inapaswa kuboresha mfumo wao wa mabadiliko. Kilichofanyika ule ulikuwa ni uhuni. Umeona kinachosemekana leo? Kumbe hata logo haijasajiliwa. Mambo ni mengi. Umeona matatizo hayo? Nilisema anzeni upya, Moa kae pembeni. Ni haramu kusema kwamba mwekezaji unamtaja mwekezaji wakati mchakato hujaisha. Sio sahihi. Kwenye hilo eneo ni moja kati ya story ambayo ipo. Na mara kadhaa linapokuja swala la uwekezaji huwa tunaanza kumpiga mawe Mohamed Dewji kwanza. Sawa. Inawezekana kwa sababu labda yeye ndio yupo front na jambo ambalo huwa analizungumzia. Lakini hakuna sehemu ambayo mamlaka, kwa maana kwamba serikali pamoja na mifumo yake yote, kwa sababu naamini Ambokile wewe ulishawahi kumuona moja ya maafisa wa FCC akiwa amesimama pembeni ya Mohamed Dewji akisema mchakato umekamilika. Kuna nyakati tuliambiwa jambo limemalizika FCC limepelekwa Rita ndio ambao wanamalizana nalo. Ghafla tu unakuja kusikia tena mamlaka zile zile zinasema kwamba kuna vitu ambavyo havijakaa sawa. Tukiachana na Mohamed Dewji, serikali kuna sehemu kwenye jambo hili wanatukosea, lakini pia hata viongozi wa Simba upande wa wanachama, hususan mwenyekiti Murtaza Mangungu na wajumbe wenzake, mpaka leo hawajawahi kuweka wazi thamani ya klabu na mchakato hatujawahi kuona ukifanyika. Inawezekana tatizo sio Mo peke yake, au kuna nguvu ya nyuma ambayo naamini labda Mo anaitumia ndio maana baadhi ya vitu haviendi na yeye kuendelea kuwa pale. Ninachoweza kukisema serikali kupitia BMT imeshaweka mambo bayana. Tunaposema vigezo na masharti kuzingatiwa, maana yake ufuate muongozo. Yes. Kuna kitu ambacho Simba walikipeleka haraka wakiamini wanawakomoa watu wengine ambao ni Young Africans. Kumbe lilikuwa ni tatizo ambalo wanalilea. Mwisho wa siku leo hii limetokea. Mahali ambapo Simba ilipofikia kwenye mchakato ambao waliukosea. Yeah. Kwa kushindwa kutofuata sheria na taratibu za nchi na sheria za utaratibu za uwekezaji kiuendeshaji, imefika mahali viongozi mwanzo walikuwa wanaoneana haya kwamba ukimtoa fulani atakwenda kutoa asili za ofisi. Ndicho kinachotokea kwa hivi sasa. Kwamba baada ya kuvurugana kila mmoja anatoa la kwake. Mimi naamini serikali ishaweka utaratibu kitambo. Si tumeweka utaratibu, mfanyabiashara alipa kodi, ulipi kodi itashughulika na wewe.
Lakini chuma cha Mjerumani miaka 7 unajua tunazungumza. Unajua 2000. Sasa ni wewe sasa kuamua. 2019 huko serikali wamekuwa wanatupiga dana tu. Kwa sababu serikali sio kazi yao kuwashinikiza Simba. Wao serikali wameweka tu utaratibu. Wakishaona unakosea wanakuletea bwana, mbona umeenda tofauti. Yaani ni ngumu leo serikali sasa sikilizeni Simba tulishawaambia hivi. Ila kishaona mnazingua. Wanasogeza tu. Jamani utaratibu ni huu, huku umeenda wapi? Wana Simba wameanza kupishana. Kuna ambao wanaamini bila Mohamed Dewji hawezi kutoboa. Au unaamini bila Mohamed Dewji Simba itatoboa, au unaamini hata Mo Cup pembeni jambo linawezekana? Mimi maoni yangu Simba wafute kila kitu kwenye mchakato wa mabadiliko na Mo akae pembeni. Wabaki tu kama timu ya wanachama. Waende katika mchakato. Simba ni timu yenye value kubwa sana. Lakini kwa sababu ya ufahamu wa watu wanashindwa kuitendea value ya Simba katika mfumo utakaodumu hata kama Mo hayupo. Mo sio Mungu. Mo ni binadamu kama mimi. Tumetofautiana status tu. Mimi nitaondoka dunia naye Mo ataondoka. Aya akiondoka Mo. Si ndio? Maana kikubwa ni kwamba hawa wanapaswa kurudi katika mfumo. Na yoyote anayewaza Simba bila Mo imekufa. Huyo sio binadamu wa kawaida. Hofu. Inawezekana hata maisha yake yanamsumbua. Wanakuambia Yanga leo ilikuwa na manji, waliona mpaka GSM anakuja kupatikana ule msoto. Sasa ilikuwa ni issue ya mfumo. Kumbuka hata wao mfumo wa vilabu kujiendesha haujaanza leo. Ni wao kuamua klabu yetu iwe na mfumo bora wa nguvu ya pesa. Nini tufanye? Wajua kuwa msomi na masters na PhD yako. Sio issue. Issue PhD yako unaiboreshaje tuanze kuona unaifanyia nini? Unaifanyia tuanze kuona sasa PhD ndio hii sasa. Huyu msomi. Sasa baya ni kwamba tuna wasomi wengi ambao wana makaratasi kwa maana kwamba vyeti. Ukiwaleta kwenye utendaji hapa zero. Kwenye eneo la Simba ile ambayo tunalizungumza. Kwa sababu inaonekana kama ni tatizo ambalo ni la kudumu. Na wadau wanakuambia kauli ya Haji Manara ubingwa mara 10 inaweza ikatokea. Amenukuliwa mwenyekiti wa bodi wa kurugenzi anasema baadhi ya viongozi ni kama wana tatizo la afya ya akili. Kuna nyakati ambazo tunasikia kwamba bwana kuna viongozi kauli ya mtaani wanachekea chooni. Ukimsikia pia nukuu ya bwana Magoli anakuambia kuna viongozi wanafurahi Simba ikifungwa. Na kwenye mkutano wao unasikia tayari kuna ajenda ambazo wanadai na watu wanataka kuzipenyeza. Saizi wewe kwa jicho lako la kitaalamu unafikiri shida ya Simba ni nini? Yaani tatizo ni nini? Ni aina ya viongozi waliokuwepo pale au kuna watu ambao naamini wao wenyewe binafsi ndio wana shida, sio mfumo wa kiuongozi? Kwanza shida ya Simba ni mfumo ambao umeshindwa kutengeneza utaratibu wa kuiendesha ofisi. Lakini la pili ni ukosefu wa maadili kwa baadhi ya viongozi wa Simba. Sole naongea hili na ndio maana hata mkurugenzi mimi ni mwenyekiti wa bodi akadiriki kusema kuna watu ambao Simba ikifungwa wanacheka. Maana yake nini? Kuna watu ambao wapo Simba kwa ajili ya matumbo yao. Wanahujumu. Hawapo kwa ajili ya maadili ya uongozi. Hiyo ni shoti uwezo kufaulu. Sasa mimi ni muombe Magoli amtajie ambaye anacheka kama chuma cha Mjerumani, lakini pia hao kama Simba imefikia mahali ina viongozi ambao wana changamoto ya afya ya akili, basi huu ndio muda wa kuwajua. Magoli atuambie ni wakina nani. Kwa sababu kumbe Simba tumepata jawabu inashindwa kufikia malengo kwa sababu ina viongozi ambao wana changamoto ya afya. Hawako timamu. Huwezi kuchukua ubingwa. Na hiki ni kilio kingine. Kama una kiongozi ambaye hana changamoto ya afya ya akili, utachukua ubingwa? Huwezi kuchukua ubingwa. Kwa hata Simba imefungwa mara 6 na Yanga kwa sababu ya haya. Kuna viongozi ambao wana changamoto ya afya ya akili na Simba ikifungwa huenda kuchekea chooni. Inawezekana profile zao wanaogopana kwa sababu ukimtaja Magoli sio mtu mdogo. Kwenye mpira mpaka kwenye level za nafasi ambayo yeye kushika kwenye taasisi za kiserikali. Try again naye the same kwa sababu kuna kipindi ambacho Mohamed Dewji nafikiri kama mwaka mmoja miaka miwili nyuma alisema kuna watu wanampiga hela za usajili. Kama nakumbukumbu nzuri alifanya moja interview moja hivi kwamba kuna watu wanaihujumu timu, lakini Mo hakuwahi kuwataja ni kina nani. Sasa hizo namsikia tena Magoli. Inawezekana titles zinazopatikana pale ndio hii kuvimbiana. Mwenyekiti anaonekana kama ana watu, Magoli naye ndio hivyo, try again naye kelele za watu ndio zilimtoa, afu kuna tajiri. Kasuga, salama ya Simba kwangu mimi. Kila kitu kianze upya. Na wale viongozi asibakie hata mmoja
wote wanapaswa kutafuta damu nyingine changa ambazo zinaendana na dunia ya kileo katika mpira wa sayansi. Lakini ukisema fulani ana CV kutoka serikalini sana miaka mingi kimekwenda kimerudi kubwa, Yanga wale pale engineer ana CV yote serikalini hakuna. Sasa wajua kilichowachanganya ni kukimbilia mambo kwa haraka zaidi bila kuyaelewa, kuleta timu ya upande wa wanachama na timu ya mwekezaji. Hapa mtazama jungu tu. Na ndio maana maelekezo kutoka BMT yanamtaka mwenyekiti anayetokana na 51% ndio awe na nguvu. Maana yake nini? Ajue maslahi ya taasisi, kwa sababu nguvu kubwa iko kwenye 51. Yaani awe anaitetea. Na ndio maana hata katiba ya Yanga ukiangalia katika maboresho ambayo wameyafanya leo, Yanga kama itaanza mchakato wa mabadiliko, Hersi ndio anakuwa anasimama kwa niaba ya Yanga kwenye hisa nyingi. Sawa? Leo hii Simba hata kumkamata mtu mwenye kosa ni kazi, tofauti na Yanga. Kwa sababu kule kuna muda watu hawaelewi. Watu wanamsema uelewe, je, umhukumu wa Shabaraka, umhukumu Isa Masudi au Mangungu au Magoli? Kwa nini? Waliakimbilia mambo haya pande mbili kwa haraka zaidi bila kupata elimu yake. Simba salama yao wote hawa waondoke. Kwa hiyo lakini vinginevyo kuanza upya si ujinga, alisema Mjomba. Kuanza upya si ujinga. Vinginevyo Yanga bingwa mara 10 mfululizo. Hii napenda kulizungumza clear, sio utani. Mara 10 mazingira nayo yote ndio walisia, kwa sababu kama mmeingia kuvurugana, na niwaambie msimu huu Simba wana timu nzuri sana. Huu msimu wana timu nzuri. Msimu huu Simba wana timu nzuri sana. Lakini kitendo cha kwanza kukorogana namna hii kama chuma inanipa mashaka kufanya vizuri hatua ya makundi. Inanipa mashaka kutaka ubingwa baada ya kupoteza misimu 4 iliyopita. Ninaona ni ngumu. Yanga bingwa tena. Bana, Yanga bingwa tena. Wakati Simba wakiwa wanaonekana wana heka zao. Msikia mtu mmoja anasema kwenye mkutano mkuu asije akachapana viboko tu. Kwa sababu tayari tension imeanza kuwa kubwa. Upande wa pili Young Africans wao ni kama wanazungumza mafanikio. Mchezo wa pili wa makundi Yanga kakota alama ugenini, na ilikuwa sio kawaida, ilikuwa mechi ambayo imechezwa kiume. Yanga kusanya jumla ya alama 4. Kundi la Yanga lilikuwa linatajwa kama kundi la kifo. Lakini tu na saizi tushaunda kauli tunasema kundi la kifo, muuaji mwenyewe anaonekana kama ndo Yanga kwa mazingira namna ambavyo yalivyo. Nadhani Yanga msimu huu anaweza kafika mbali zaidi kama ambavyo alifika msimu juzi ile alivyoishia robo finali kwa Mamelodi, kwa mazingira unavyoona. Utani wa jadi isiwe sehemu ya kutufanya tuwe na uwezo mdogo wa kufikiri na kubezana bila kuwaza. Mimi ndio mtu pekee ambaye nilisema ugumu wa kundi la Yanga ni kutokana na Yanga kuwemo. Ugumu wa kundi la Yanga ni kutokana na identity ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Bingwa mara nyingi zaidi yuko pale Al Ahly. Unanipata? Kwa hiyo kitu kingine kilicho wafanya watu wengi kuzungumza hilo kwamba Yanga haina chochote kule ni na kuliona kundi la Simba kulingana na historia. Simba ilishawaiongoza kundi wakati Ahly iko mle ndani. Unaelewa vizuri? Mimi ndio wa kwanza kusema Simba haiwezi Afrika. Simba haiwezi Afrika. Kwa maana ya tunaposema timu inayoiweza Afrika inachukua ubingwa. Mfano kama msimu uliopita Afrika katika ngazi ya vilabu, timu ambayo imeiweza Afrika ni Pyramid na Balkani. Sawa. Kwa hizo robo finali siweza kujisifia. Hakuna kitu. Nusu siweza kujisifia. Ni hatua tu. Ni hatua. Na sio mafanikio. Kwa hiyo viongozi hawapaswi kujisifu kwa, yani nitasikitika kuona hilo kwa sababu Pyramid imekuja juzi. Sawa? Imekuja juzi. Mafanikio yake ambayo imeyapata ni makubwa kuliko Simba. Unaelewa vizuri? Ndio tunarudi kule kwenye akili za kizamani kwamba hii Azam mimi si laumu chochote hapa ikishatatoa makundi. Wewe sio mtu wa mpira, naongea chuma. Kwa sababu Pyramid na Azam ipi timu ya muda? Azam. Unaelewa? Unapoingia kwenye mashindano lazima ujue kwamba huku nakwenda kushindana. Mwanafunzi ambaye anaingia kwenye mtihani bila kujisomea atafeli. Lazima ujue hii ni nakte. Lengo ni kufaulu. Lengo si kufaulu, umejiandaaje?
si ndio? Yeah. Kwangu mimi kwa Simba sio mafanikio. Simba haiwezi Afrika na ni marufuku kusema hayo maneno. Yanga vipi? Yanga unamwona? Yanga hajaweza Afrika. Amna wapi msimu ukiona timu? Of course nachoweza kakisema ni kwamba wamepata bahati ya kuwa na kocha ambaye amekuja na mbinu zaidi. Yeah. Huu ndiye kocha ambaye alizalauliwa. Sawa? Huu ndiye kocha ambaye alionekana hana chochote na baadhi ya wachambuzi waandamizi kabisa. Kwamba ametoka national team kuifundisha. Si ndio? Huku atafeli. Lakini katika kitu ambacho watu wameshindwa kukijua, kocha wa timu ya taifa hakai na timu kwa muda mrefu kama sisi kwetu. Yeah. Huji kuona timu ya taifa ya England inakaa kambini wiki mbili au wiki 3. Sio unaelewa vizuri? Yeah. Maana yake nini? Kocha wa timu ya taifa anapasa kuwa bora kimbinu. Kwa kinachokuja kuwafaidisha Yanga mpaka Yanga hii kuchange. Kutoka kwa Yanga minunio ya Roman Falls. Kuja kwa Yanga hii ni mbinu za kocha Pedro. Yes. Ufundi Pacome baki nao na kina Maxi baki na ufundi wenu. Mimi nakuja kuimpose mbinu. Chora ramani. Kuiona wapi? Ni swala mchakato kwa sababu ndo kwanza mechi ya pili. Mimi na Kasumba sipendi kumaliza maneno. Kwa hiyo naheshimu mpira. Unaishia katika. Na ndio maana ambao hawakuheshimu mpira leo hii hata uchambuzi kwa hapa ndio hawezi kusema. Mambo yanakuwa magumu, risiti zinakuwa nyingi. Risiti zinakuwa nyingi kabisa. Bwana chuma cha Mjerumani Ibrahim Ambokile tunapiga naye story mambo ambayo yapo mjini yale ambayo yanazungumzwa maana saa hizi afya akili ishakuwa on trending na mambo kama hayo. Acha si tupo timamu bwana, tunapiga story zetu hapa. Lakini kwambia una nafasi ya kushinda gari Harrier, sawa bwana. Harrier Anaconda ya mwaka 2016 kupitia PremierBet iko pale, lakini pia kuna pikipiki, kuna bajaji, kuna iPhone 16. Hizi zote unazipata kupitia PremierBet. Ambacho unatakiwa kufanya ni kuwa tu mwanafamilia wa PremierBet, na kile ambacho unatakiwa uwe nacho ni wewe tu kuwa mwanafamilia, kwa maana ya kwamba ya kuwa na account ya PremierBet. Na kama bado hauna account ya PremierBet, basi fungua hivi sasa uweze kuwa nayo. Tukutana pale, kuna Gift Hub. Ukiingia mule kuna challenge nyingi za kucheza. Zile challenge namna ambavyo unacheza zinakuwa zinakupa coins. Maliza kila challenge ambayo unakuwa unaicheza, kuna coins ambazo utazikusanya, na kila zawadi ambayo iko pale ina kiwango chake cha coins. Kwa hiyo kama ukifikia coins idadi kadhaa, zitakwambia bwana, hapa unaweza kushinda gari, hapa unaweza kushinda pikipiki. Kwa hiyo hii bwana haihitaji kuweka mkeka, haihitaji kupress bet yoyote kwa kiwango chochote, lakini kinachokuhitaji ni wewe tu kuwa na account yako ya PremierBet. Basi moja kwa moja unakuwa upo kwenye kinyang'anyiro cha kuweza kushindania gari Harrier Anaconda mwaka 2016, iPhone 16, pikipiki pamoja na bajaji. Haya yote yanapatikana kupitia PremierBet. Kwa hiyo jiunge sana PremierBet ili uweze kuenjoy na kucheza hizo challenge. Hapo kile kwa kumaliza, sisi ni watu ambao tunafanya kazi, watu wanatutazama, tunafanya kwa ajili ya watu. Kwenye kufanya kazi kuna challenge ambazo huwa tunakutana nazo. Mfano kama tunataka kuwazungumza Simba, kuna nyakati sisi Simba wameshatukataa. Sawa bwana, mimi binafsi bwana, nyinyi sisi kadi ya tu wapi? Unasema fresh. Kuna nyakati Yanga wanakuambia mwanetu hapo mmetukosea. Kuna hizi challenge. Na haya mambo yanafika mpaka kwa watu. Umeshawahi kukutana na bahati mbaya kuitwa chao? Au umeshawahi kusikia mtangazaji mwenzio akiitwa yule chao wa timu fulani? Unadhani haya mambo yanatokana na nini? Yaani ile una moja kwa moja direct. Angalia unachokizungumza ni kweli au sio kweli? Yule Kasuga chao wa Simba, yule Ambokile chao wa Yanga, fulani ni chao tu. Unadhani kuna sehemu tunawakosea wadau? Kwanza ukiona wewe ni mwandishi usemwe, acha kazi. Lazima uwe na impact. Mwandishi ambaye ana akili timamu lazima atakuwa na uwezo wa kuchallenge. Yeah. Wengi kwenye kazi ya media jamii inapenda kazi ya kusifia. Ila ipendi kazi ya kukosoa. Sawa? Mfano, mimi niliposema ukweli kuhusiana na Dube ikawa content ya wiki nzima. Na nilizungumza peke yangu kwenye mechi ya Yanga na Silver Strike. Nilikasema anachokifanya Dube hapana, asilipwe mshahara. Lakini wako ambao walisema huyu mtu kageukwa, si ndio? Huyu mtu ni chawa. Mimi ni mtu ambaye napenda unitukane sana mtandaoni. Yaani ukiita majina yote mimi nayapokea. Mimi sishasema ukweli na uzuri ninachokuwa nakisema lazima kitokee. Wala unisumbui. Lakini kukutana nayo hayo ni kawaida. Kwa sababu tumeshajenga kizazi cha kupokea sifa tu. Hakitaki kukosolewa. Hiyo ni mbaya sana.
Industry imegawanyika kwa sababu kwa muda wako ukongo wako kiangalia game. Unaamini kwamba ni kweli kuna wachambuzi wa Simba, kuna wachambuzi wa Yanga? Of course mimi siliamini hilo, ile naamini kwenye uelewa mtu ulipoishia. Kwamba unaonaje? Unaelewa vizuri? Yaani mfano kuna mmoja anasikika kama ni mtu wa Simba, lakini mimi siliamini kama hilo. Ina napima kwenye uelewa. Mfano mtu akasema kocha Dimitri Pantev ametoka timu ndogo, naona kama Simba itamsumbua, lakini hana fakti za why kocha ni mdogo anakuja timu kubwa. Kwa sababu lazima utupe mifano. Wakina Alonso wametoka timu ndogo, si ndio? Wapo kwenye timu kubwa hawafanye vizuri. Wanafanya vizuri. Kwa hiyo lazima uje na maelezo yaliyojitosheleza kulingana na jambo lako ambalo unalileta. Kwa hiyo issue ya kuitwa machao ni normal, kawaida tu. Unajua kibaya ni kwamba hata leo kuna mambo yanaibuka mtandaoni ya watu kutukana. Miaka ya nyuma ilikuwa hayapo kwa sababu kulikuwa hakuna nyenzo. Hamna Instagram. Lakini hizi fitna majungu yalikuwepo miaka hiyo. Yalikuwepo. Lakini unakuja kuyatolea wapi uhuru wako wa kuzungumza? Kumbe sasa hivi kumbe mtandaoni tunakuja na shoot. Lakini kiuhalisia ni vitu vya kawaida. Mimi mtu akiniita chawa, sawa. Ukiniita nimezungumza ukweli, sawa. Yaani mimi nakupokea yote. Wala sina kipengele chochote. Bwana, vipengele ni vingi ambavyo tunaishi navyo. Ofisi haijawahi kupata shida na wewe. Mara kwa mtu anambia, mwanangu imepigwa simu ofisini hapa. Upande fulani wamesema wakija mimi nitoke studio." Nikasema, tumefika huko. Mambo ni mengi. Kwa sababu kumekuwa kuna kushambulia kwa mashabiki. Alafu kumekuwa kuna kushambulia kwa taasisi, kuiapproach taasisi fulani. Bwana, huyu mtu wenu anatupa shida. Wewe hujawahi kukutana nayo? Ukweli kwangu haijawahi kutokea na haitokuja kutokea kwa sababu ninawatoa watu kwenye santuri na CD, ninawaleta kwenye flash na bluetooth na sender. Unanipata vizuri? Kwa mwisho wa siku ukweli utakuja kuonekana tu kwamba huyu jamaa aliongea nini. Licha kuwa ambao katika ofisi ambao nipo wako ambao walijaribu walifuatwa wengine, mambo yako mengi. Lakini kwangu mimi, na ndio maana huwa naalika hata watu wa pande zote mbili. Wajua si tulivyo binadamu, kuna mtu mzuri kukutukana mtandaoni, akikutana na wewe hivi anaona haya. Of course, yeah. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo ni mambo ya kawaida kabisa. Mimi kwangu hajawahi kunitokea na sidhani kama itaweza kunitokea. Hii ni kwa uchache tu. TFF ni mbaya kama inavyozungumzwa? Sijajua ubaya wa aina gani. Of course na mimi TFF inasimamiwa na binadamu kama sisi. Wana mapungufu makubwa. Isipokuwa nao ambao ni watu wenye vyeo. Mapungufu ni sehemu ya binadamu ambao wanapaswa kurekebisha pindi yanapotokea. Yako mengi ambayo mfano nikikwambia washauri TFF kuhusu tuzo. Of course sio jambo moja ya kuwashauri. Jambo la kuwashauri TFF na bodi ya ligi kiujumla. Sheria na kanuni ambazo vilabu vimekubaliana pamoja na wasimamizi, basi iwe ni mtiririko wa pamoja. Hakuna kitu ambacho mimi kwangu sikipendi. Na natoa ushauri kwa TFF. Kama wamekubaliana makocha waje wenye sifa, basi vilabu vinapaswa kufuata muongozo huo kwa sababu hii ni mara ya pili Simba wanavurunda kwenye issue ya kocha ambaye hana CV nzuri, qualification. Singida walifanya hili, Azam walifanya hili. Sasa why TFF wanamtambua kocha mkuu fulani, Simba wanamtambua mtu fulani fulani? Haiwezekani. Alafu Mtibwa alipigwa faini juzi hapa. Mtibwa na Dodoma mpigwa faini. Sasa kama ni hivyo, yanapotokea changamoto kama haya, watoke hadharani kuja kuyasemea. Ushauri mwingine, TFF na bodi ya ligi na kamati zake zote, sheria na kanuni zipo. Hakuna haja ya kuendesha taasisi kwa hekima na busara. Na ndio maana tuzo zimechelewa mpaka sasa. Na hatujui zitatoka lini. Hatujui. Kwa nini? Ni hekima na busara. Timu imefanya mistake, itoa adhabu. Timu imepatia, ipe pointi zake. Maisha mengine yaendelee. Bwana Ibrahim Wambokile, chuma cha Mjerumani, moja ya wadau wa tasnia ya habari kwa upande wa michezo kutoka EFM, ni mtangazaji pia, lakini mtu ambaye tunaishi naye sana kwenye mitandao ya kijamii. Tunaona akiwa anatoa maoni yake, na leo tumekuwa naye ndani ya 18 almost dakika zetu 30 tumeweza kugusa mambo tofauti tofauti yale ambayo tunaishi nayo mjini. Kumbuka hii ni ndani ya 18 YouTube channel yetu, na tutazama, unaweza ukasubscribe pia, lakini pia kubonyeza alama ya kengele hapo kwa ajili ya notification na vitu vingi zaidi vile ambavyo tunakuwa tunavifanya.
tunavifanya unakuwa unavipata, lakini kwa upande wa Instagram ni ndani ya 18 TZ, tunakuwa tunaishi kwa uzuri kabisa. Mimi ni Ibrahim Kasuga, matukio yanazidi kutokea na mambo yanazidi kwenda, naamini siku nyingine tena chuma cha Mjerumani atapita kuweza kushare na sisi mambo mengine. Bwana brother, shukrani sana. Nashukuru sana. Karibu sana pia kwa kwetu kwa mara nyingine tena. Bwana, bye bye until next time.